Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord, children. Praise the Lord again. Happy New Year. How are you, children? I know you are well. And I'm happy this morning because the Lord has brought us to a new year, 2021. Imagine, children, God has helped us to go through 2020. All the things we went through, the battles, the Lord was with us, and we kept praying and asking God, trusting God to help us. Na tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu alisikia maombi yetu, amejibu maombi yetu. Tuliomba tukatamani Mungu tusaidie tuende shule, na saizi tumerudi shule. Si Mungu ni mzuri watoto? And now we are in Sunday school. We have come back to church. We can sing to God, and we are happy. I'm also very happy. I'm happy to meet with you. Praise the Lord, children. And you know, we will not stop praying. We will continue to pray. Every day we have to pray and trust God and talk to God and tell Him about our lives, because our God is good. Praise the Lord. And so we are going to begin this day by praying, because God has come to teach us His word again today. Praise the Lord. Amen. And so when we pray, children, we put our hands together, we close our mouth, and we close our eyes, and let us pray. Father God, in the name of Jesus, we worship you. We bless your name. We lift you up because of your goodness. This day, as we stand in your presence, our hearts are rejoicing. My Father, because you have brought us to a new year, the year of 2021. We are thanking you, Lord, because in the year 2020, you have been our God and you have been on our side. And we praise your name. We thank you for another day, a new day that you have given us. Your word says that it is the day you have given us, that you may be glad and rejoice in your name. And so our hearts are glad. As we open our hearts to you, O God, we welcome you, Holy Spirit. Come and teach us even this moment. Let your presence come and surround us. Release even your power and your angels to surround us. Help us to hear your word. Help us to concentrate, O God. Help us to be still as children before you, that you may hear that which you are saying, O my God, and receive your blessings this morning. We worship you and we honor you. And it's in Jesus' name we have prayed. And we all say, children, amen. We all say amen. And now this morning, we want to remember last week tulikuwa na teacher Grace, and she was teaching us something. She was reminding us that this year God has given us a word. She was telling us that God has said it is a year to possess. Yani hii ni mwaka ya kuchukua baraka ambazo Mungu ametupatia. Unajua Mungu ako na baraka nyingi, na mwaka huu amesema tupigane vita mpaka tuchukue baraka zetu. Na akatufundisha ya kwamba hizi baraka hatutapigana hivi ati hivi na ngumi, hapana. Akasema Mungu anatupatia weapon kwa neno lake, vile tunatakana tuvae kama soja. Tunakuwa soja. Shetani akikuangalia anaona soja in the spirit, na shetani anashindwa, anaibika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio teacher alikuwa anatufundisha, na tunashukuru tumekumbushana. Bwana asifiwe tena. And so we thank God. Even this day, God has a word which He wants to teach us, a new word. The things of God are new every day. The word of God says that His mercies are new every morning. So today, God has a new word for us. So let us see what God has for us. Are you able to see, children? I want us to read together. Just open your mouth na usome na sauti kubwa kabisa mpaka Yesu asikie neno lake. The word that God has given us today is, let us fix our eyes on Jesus. Let us read together, children. Let us fix our eyes on Jesus. Tusome tena mara ya tatu. Let us fix our eyes on Jesus. Yes, that is what God is saying. Yani Mungu anasema anataka macho yetu imwangalie. Anamaanisha anataka tumwamini, tumtegemee, yani maisha yetu ikuwe tu kwa Yesu. Sasa
tutasoma katika neno lake. When we read in the word of God, the word of God will explain. The word of God will tell us what is God saying. The word of God will tell us what is God saying. And you know what we always do? Before we begin, we settle down. Tunakaa pole pole. Unachukua Bible yako, alafu unatafuta notebook. Mimi niko na yangu pia ya color red. Alafu unatafuta kalamu. Do you have? Kama bado hujatafuta, acha tuanze tuimbe wimbo ingine. Kuna wimbo ingine kwa mzuri, and I know you will help me. Those who are ready, you will help me to sing because you know that song. This song is we're singing like this. Ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye Yesu. Macho yangu yamuona yeye, masikio yangu yamsikiza yeye, kinywa changu chamkiri yeye, kichwa changu chamwaza yeye, na moyo wangu wampenda yeye. Ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye Yesu, ninaye Yesu. Macho yangu yamuona yeye, masikio yangu yamsikiza yeye, na kinywa changu chamkiri yeye, kichwa changu chamwaza yeye, moyo wangu wampenda yeye. Amen. Umesikia hiyo wimbo? Si ni tamu? Hiyo wimbo ni poa, kwa sababu hii wimbo inatuambia that you have Jesus and I have Jesus. Jesus is our Lord. Jesus is our God. And this song is telling us that let your mind think about Jesus alone. Yesu peke yake. Si maana hiyo topic imesema let us fix our eyes on Jesus. Sasa Mungu anatufundisha ya kwamba macho yetu yaone Yesu. Najua wakati unaangalia, wacha macho yako yaone tu vitu za Yesu. Wakati unaangalia simu, uangalie nini? Vitu za Yesu yenye inapendeza Yesu. Na ukiangalia TV, when you're watching the TV, what do you watch? Things that please Jesus. That is what should be in your life. And when you're speaking, unaongea tu neno la Mungu. Unaongea hili neno la Mungu kwa mdomo yako. Ukiongea na wengine, unaongea neno la Mungu. Na hii moyo wako ni wa kumpenda Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeona our topic inasema ya kwamba let us fix our eyes on the Lord. Macho yetu yaangalie Mungu. Hata moyo wetu uko na macho iangalie Mungu. Hata hii akili yetu iangalie Mungu. Wacha tusome kwanza the word of God. The Bible is the word of God. The Bible is the word of God. Najua sahi kila mtu ako na Bible, kila mtu ako na notebook na uko na peni yako. Sasa tunataka tusome in the book of Psalms. Psalms is in the Old Testament, children. So we are reading the book of Psalms, chapter 125, verse 1. Nimesema nini? Chapter 125, verse 1. Najua hata mami anakusaidia, dadi pia anakusaidia ufungue. Sasa mimi nimefungua. Wacha tusome vile what the word of God is saying. The word of God is saying, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Wacha nirudia. The Bible says, Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Umesikia? The Bible says, those who trust in the Lord. The Lord is saying, fix your eyes on the Lord. So it also means trusting in the Lord. Kumtumainia Bwana kwa kila jambo, kwa kila kitu. Yani ukilala, wewe unamtegemea tu Mungu, yeye ndiye atakulinda ukilala, ukiamuka, ukikunywa chai asubuhi, ukibrush meno,
ukitembea, ukienda shule uko na Yesu, ukikuwa shule ukifanya hiyo maths kwa class uko na Yesu. Na hapa tumesoma ya kwamba the word of God says that those who trust in the Lord are like Mount Zion. Yani unajua mountain, at God makes you to be like Mount Zion. You know a mountain is strong, and you know a mountain just stays in one place. It does not move. A mountain, even when it is raining, even if it is very hot, the sun is hot, even when the wind is blowing on this mountain, it does not move, it does not shake. Even when it is cold, the mountain is still there. Even when you are small, you will grow and become big, the mountain will still be there. So the word of God says that you will be like Mount Zion that is not shaken and it endures forever. Yani ukimwangalia Yesu, ukae kwa Yesu, utakuwa strong, utasimama imara na ubaki tu hapo tu kwa Yesu. Hata nini kikuja, hata kama ni shida inakuja, hata kama ni mambo mzuri inakuja, wewe unabaki kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watoto. Amen. Na tena tuko na story. Another story. This story is about a woman who looked to Jesus. She had suffered. She had problems, but she came to a time she looked to Jesus. And let us see what happened when she looked to Jesus. Because God is telling us we fix our eyes on the Lord. So let us read and let us open the book of Mark. The book of Mark in the Bible is in the New Testament, children. New Testament tunaanza na Matthew, alafu ukifungua hiyo ingine ni Mark. So let us open there. The book of Mark, chapter 5. We are reading the book of Mark, chapter 5, from verse 24. Umefika hapo watoto? Amen. So ninasoma. Inasema ya kwamba a large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately she stopped and she felt, acha nirudie hapo tu kidogo. She thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately the bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. And at once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around and asked, "Who touched me?" "You see, people are crowding against you," the disciples answered. "And yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. The woman, knowing that what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole story. Jesus said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Bwana asifiwe. Najua mmekuwa mmesikiliza because you are good children, mmekaa pole pole, mmesikia hiyo story. And now you see what the Bible is saying. There was a big crowd. Na kwa hiyo crowd, umati ya watu wengi, kulikuwa na mama mmoja. And this woman had a problem. She was bleeding. And the Bible said she has suffered. Children, she had suffered for 12 years. 12 years. Imagine 12 years. Hata wengine wajafika 12. Ukihesabu vidole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hivi, alafu hivi. She had suffered. Yani huyu mama alikuwa ameteseka. Unajua wengine hata mjafika 12 years. Unajua 12 years kama unateseka, kama unaumia. Si miaka mingi watoto.
Wengine najua labda mmefika hapo 12, wengine wanakaribia 12, wengine wamepita kidogo, but 12 years ni miaka mingi sana. Sasa Bible inatuambia huyu mama alikuwa ameteseka na hii ugonjwa. Alikuwa ameteseka. Sasa Bible inatuambia ati alikuwa anaenda kwa madaktari. She was going to the doctors kuona kama daktari atamsaidia. Sasa Bible inasema nalienda kwa daktari wengi. Labda naambia, jaribu huyu atakusaidia. Anaenda kwa daktari mwingine. Tena akaenda kwa mwingine. Tena akaenda kwa mwingine. Anatafuta wamtibu hiyo ugonjwa yenye alikuwa nayo. Lakini sasa na pia unajua alikuwa anatumia pesa. Ukienda kwa daktari anataka pesa, unamlipa. Si tena kutibu bure, unamlipa. So she was going to the doctors, she was using her money, all the money she had got finished. Ikaisha watoto, pesa ikaisha, hajapona. Halafu Bible inasema hata ile hiyo shida yake ikazidi. Yawa, unajua alikuwa tu hivi. Yani hiyo shida imeisha, hakuna wa kumsaidia, hajui aende wapi, hajui afanye nini. Lakini one day, semeni one day, semeni siku moja, akasikia habari ya Yesu. She heard about Jesus. Watoto walisikia habari ya nani? Ya Yesu. She heard about Jesus. Do you know what she heard? She heard that Jesus is the Son of God. She heard that Jesus is healing all the people. All the people were coming to Jesus. Jesus was healing them. She heard. And then she heard Jesus is doing many miracles. Unajua miracle, watoto? Miracle, ile kitu yenye hakuna mtu anaweza fanya. Mungu tu peke yake ndiye anaweza fanya. Akasikia Yesu anafanya miracles. Akasikia ati Yesu ni Messiah. Akasikia Yesu anaweza mambo yote. Huyu mama aliposikia hii maneno, Bible inasema she thought, akafikiria, nitamwangalia Yesu. Ni huyu tu Yesu tu peke yake. In her heart she said, I will go to Jesus. In her mind, aka decide, hata kwa mind yake, nitamtafuta Yesu. Even in her heart, when she went looking for Jesus, she was singing in her heart. Children, she was singing this song. She was singing and saying, only is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has made me whole. Kwa sababu, yani make up mind yake. Aliamua tu kwa akili yake, mimi nikifika kwa Yesu, hii shida imeisha. Mimi nikifika kwa Yesu, nimepona. Aliamua kwa moyo wake, kwa mawazo yake, na kila kitu yako naye. She fixed her eyes on Jesus. So she went to look for Jesus. But alipofika, kulikuwa na watu wengi wamemzunguka Yesu. Wengine wanamshika, wengine wanamwangalia, wengine wanataka kujua huyu Yesu ni nani, wengine wanasikia anasema ni. Walikuwa watu wengi. Lakini akasema hata kukuwa na watu wengi hawatanizuia. Hakuna kitu itanizuia kufika kwa Yesu. Mimi nitafika kwa Yesu. Nimesikia na masikio yangu. Nitafika kwa Yesu. Sasa acha nionyeshe picha ndio muone vizuri. Unaona hii picha? Huyu amevaa white. Umeona huyu amevaa white? Huyo ni Jesus. Alafu si mnaona kuna watu wengi wamezunguka Jesus. Sasa huyu, unaona huyu ndio mama. Huyu mama alikuwa mgonjwa, she was bleeding, hata alikuwa anajificha ficha. Umeona vizuri? Hata tu alikuwa anajificha. Unajua hiyo hali yenye alikuwa nayo, kama tu alikuwa mchafu. Hata sangine tu alikuwa ananuka, anaogopa watu, hata watu hawamtaki, anaogopa kusonga karibu na watu. Lakini vile aliamua atafika kwa Yesu, hata kama alisema nitajificha na niende tu hivi tu pole pole, alienda mpaka akasema tu nikiguza tu. Nikifanyaje watoto? Nikiguza tu hivi nitapona. Si unaona? Ona anataka kuguza. Ona.
No. Anataka kuguza Yesu. Sasa umesikia vile hata roho yake ilikuwa inaimba ati ni Yesu pekee. It is only Jesus. It's only Jesus in my soul. Akaguza tu hiyo nguo ya Yesu. Watoto. Hata alikuwa nainama hivi chini. Akaguza tu. Mlisikia Bible imesema aje? Saa hiyo mara hiyo tu mara moja immediately she got healed. Immediately she felt in her body. Alisikia tu mwili yake. Alisikia nguvu ya Mungu imemkujia kwa mwili wake. Mama akapona. Children, do you see how Jesus is good? Do you see how Jesus is good? When you are coming to church, you know, when we come to church we are many. When we are coming to Sunday school we are many. But you see, huyu mama, there were many people, but she knew what she wanted from Jesus. In her heart, she knew, I want to reach to Jesus. In her heart, she knew, I want to see Jesus. I want to touch Jesus. With faith, alikuwa na faith. Kwa akili yake, kwa macho yake, alikuwa akona faith. Sasa akaguza tu Yesu. Sasa ninawaambia ya kwamba, ukikuja church, ukikuwa mahali, watu wanaomba, ukikuwa Sunday school, ukisikia hata the word of God kwa TV, amua kwa roho yako. Si unajua ile kitu inakusumbuanga. Sasa zingine ukienda shule maths inakusumbua. Wewe amua tu kwa roho yako. Vile mama aliamua, mimi nitaangalia Yesu. Mimi nitatafuta tu Yesu. Ukikuja church unaamua tu mimi leo. Hii kitu yenye nasumbuanga nyumbani kwetu, mami hana hata school fees ya kunilipia. Mimi nitamwambia Yesu. I will look to Jesus. Na Yesu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe watoto. Asifiwe Bwana Yesu. Si mnasikia vizuri hiyo maneno ya Mungu vile ni tamu. Hiyo maneno ya Mungu si ni mzuri kwa sababu Yesu anatupenda na anatujua kila mmoja. Anakujua wewe. Si wewe mwenye unaniangalia, anakujua. Alafu sasa mwambie huyo mwenye amekaa hapo karibu na wewe. Mwambie Yesu anakujua. Hata dadi, mwambie Yesu anakujua. Hata mami, hata auntie, hata mimi Yesu ananijua. Hata huyo teacher wa Sunday school, Yesu anamjua. Yesu anajua. Yaani tunakuwa tu wengi, lakini kila tu mmoja Yesu anakujua. Maombi yako Yesu anasikia. Imani yako Yesu anaona. Na sisi wote Mungu anatupenda. Si ati pastor peke yake. Unajua ukikuja church unaona pastor ndiye ako strong. Maombi yake ni strong, lakini hata wewe hiyo yako Mungu anasikia, tena anajibu, tena anakupenda. Bwana asifiwe. Amen. Sasa aliguza Yesu akapona. Akasikia kwa moyo wake, akasikia vizuri, akasikia nguvu za Mungu zimetembea kwa mwili wake. Acha nikwambie, nguvu za Mungu zikishuka tu, zitembee tu hivi tu kwa mwili wako, unasikia tu fresh. Unaona vile tu ukitoka kwa bafu umeoga tu uko fresh. Nguvu za Mungu zikishuka tu hivi tu zimetembea tu hivi kwa mwili, unasikia tu fresh. Na hiyo ndio kitu yenye tunataka. Mwaka wa 2021 tunataka tukuze tu Yesu. Nguvu zake zitukujie. Mwaka wa 2020 mambo ilifanyika mingi, watu walikuwa wagonjwa, hata kuna mami na dadi wengine wakapoteza hawakuwa na kazi, saa zingine hata tulikuwa tunakosa chakula. Yaani mwaka wa 2021, but tulikuwa tunamwamini Mungu. Na Mungu akatusaidia. Na hii mwaka tunasema tunataka tusonge karibu sana na Yesu. Vile huyu mama alisonga karibu na Yesu, hakuna kitu tatuzuia. Mnasikia watoto? Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunasoma hapa kwa Bible ati Yesu akasema, nani ameniguza? Anaangalia, nani ameniguza? Kuna mtu ameniguza. Kwa sababu Yesu alisema ati alisikia nguvu zimetoka kwa mwili wake. Jesus is powerful. Tuseme Jesus is powerful. Tuseme tena Jesus is powerful. Mpaka hata ushout hata jirani huko asikie ati Jesus is powerful. Jesus is powerful. Sasa Jesus akasema, nani ameniguza? Who has touched me? Naangalia hao watu, nani ameniguza?
Disciples wakasema, wanafunzi wa Yesu wakasema, Bwana, hawa watu wote, wewe unaona watu ni wengi, unaona watu wanakushika, alafu unauliza ati nani amenishika? Jameni. Lakini Yesu hakusikiza hiyo maneno yake. Yeye kwa roho yake alijua kuna mtu amemguza na imani. Mtu amemguza na alijua mtu amemguza ako na imani kwa roho yake. Somebody has touched me with a touch of faith. Children, this woman touched Jesus with a touch of faith, trusting God, knowing that something will happen, knowing that I have suffered for a long time. I am tired of suffering. This suffering must end today. That is what she decided. And when she touched Jesus, she was healed. So now, Jesus continued looking. He hata kusikiza au maneno ya disciples, ati wanamuuliza ati wewe. Ati sasa, Bwana, unasema ati mtu amekuguza. Jameni, unajua kwa lugha yetu hapa Kisumu tunasema aje? Yawa. Ati mtu amekuguza. But Jesus knew. Jesus knew somebody has touched me, the touch of faith. So he continued to look. He continued to look. And now this woman, because she could not hide, and because of what had happened, and because of the joy that had come in her heart, and the way because she was rejoicing, but she had feared the people. She thought that the people, maybe they can stone her, they can push her away. The people can say, you don't come here. Why are you coming here the way you are? But she came trembling. Akapiga magoti mbele ya Yesu. You know, Jesus is Lord. Akasema, Lord, it is me. Na akamwelezea, akamwambia ni nini imefanyika, vile ameteseka, vile hajapata msaada mahali pengine. Akamwelezea Yesu. Akasema, ndio sababu nilikuja, na nilipokuguza Yesu nimepona. Yesu akamwambia, my daughter. Akasema aje? Akasema, my daughter, your faith has healed you. Go in peace and be set free. Wacha niwaambie hapa, sisi wote ni watoto wa Yesu. Sisi wote ni watoto wa Yesu. Wewe ni mtoto wa Yesu. Hata mimi. Unaona mimi ni mkubwa, lakini mimi ni mtoto wa Yesu. Yesu ataniita, ataniambia daughter. Hata daddy ni mtoto wa Yesu. Yesu akimuita anamwambia my son. Anamwambia mwana wangu, mtoto wangu. Ni huyo daddy ni mtoto wa Yesu. Hata huyo mami yako ni mtoto wa Yesu. Mwambie mami, wewe ni mtoto wa Yesu. Mwambie amen, ni mtoto wa Yesu. So Yesu akamwambia, Yesu akafurahi kwa sababu huyo mama alikuja na imani, akamwangalia na macho ya imani. Hivyo ndio Yesu anataka tufanye watoto, anataka tumwangalie. Kama kuna kitu imekusumbua, usikimbie kwa mami kwanza. Usikimbie kwa dadi kwanza. Hata kwenda hospitali, hata kama kuna pesa, usikimbie ati kwanza unakimbia kwa daktari. Run to Jesus. Run to Jesus. Hata pale kwa bedroom yako kwa kitanda, omba kwanza, Ambia Mungu kwanza. Ukishaambia Mungu, najua atakuongoza. Hata ukienda kwa daktari, anampatia akili ya kujua bila atakutibu. Bwana asifiwe. Hiyo kitu inakusumbua kwa shule, kuna kitu mwalimu akifundisha, hiyo kitu hauelewi. Hii kitu mwalimu akifundisha inanisumbua, hata sielewi. Enda tu saa ile unaona tu uko tu kwa bedroom yako tu peke yako, mwambie Yesu. Muangalie Yesu, mwambie Yesu, ninakuangalia, ninakuomba unisaidie. Yesu atakuja, atakusaidia, atakuwezesha. Utaendelea kugrow ndani ya Mungu, ataendelea kubariki masomo yako. Utamaliza primary, utamaliza high school, utamaliza university, na hiyo ingine, hiyo masomo hiyo ingine yote unatamani. Yesu atakusaidia. Nani atakusaidia? Yesu atakusaidia. Kwa sababu anasema fix your eyes on Jesus. We fix our eyes on Jesus. And now we have a memory verse. Praise the Lord. We have a memory verse. You can see. Are you able to see, children? I want us to read this memory verse together. Colossians chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2. It says, set your minds
on things above, not on earthly things. Turudie mara nyingine, Colossians chapter 3 verse 2. It says, set your minds on things above, not on earthly things. Yes, you will continue to look at that memory verse, children, in your Bible, in the book of Colossians. It's telling us, yani unajua inatuambia ya kwamba hii akili yetu tuangalie juu. Nani yako huko juu tukiangalia? Ni Yesu. Tuweke tu mawazo yetu kwa Yesu. Tufikirie mambo ya Yesu. Ukifundishwa Sunday school ukumbuke hiyo, unafikiria na unajua ya kwamba hii maneno ya Yesu ndio ya ukweli, ndio itanisaidia, ndio itanilinda, ndio itaniongoza. Na unajua tumesema hii maneno yote, na labda wewe hata unasema hata mimi huyu Yesu simjui, hata sijawahi kumwambia kuja kwa maisha yangu. Lakini sasa wacha tumwambie Yesu. Sasa nani anataka kumwambia Yesu akuja kwa roho yake? Hebu fanya hivi mkono yako. Asante kwa hao wameinua mkono. Sasa unajua vile tutafanya. Tena hata na wenye wameshaokoka hawajaweka mkono juu, tutaomba pamoja. Sisi wote tukue watoto wa Yesu, tuishi na Yesu. Yesu atuponye, Yesu atusaidie, Yesu atubariki. Sasa tufunge macho, nitawaongoza alafu mtarudia. Bwana asifiwe. Tuseme ya kwamba, Lord Jesus, I thank you, I love you, I have heard your word. Thank you, Jesus, because you came on this earth and you died for me on the cross, and you resurrected, and now you are alive. And this day, Lord, I welcome you to come in my heart. I welcome you, Lord Jesus. Come and wash me by your blood. Come and have mercy upon me, and come and live in my heart. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nasema asante. Tena wacha tupige makofi. Asante, asante kwa Yesu. Asante kukubali Yesu. Asante kufungua roho yako Yesu aingie ndani. Na sasa unajua Yesu amekuwa rafiki yako. Ameingia ndani yako kwa imani. Unaamini ako ndani yako, ako na wewe kila wakati, atakuwa na wewe. Sasa kitu yenye unatakana ufanye, unasoma Bible, Bible, the word of God. Hii the word of God ndio maneno ya Yesu. Unasoma kila siku, hata ukitoka shule jioni unasoma, ndio unalala. Alafu Yesu anaendelea kukufundisha vile anakupenda, vile anakujali, vile ako tu na wewe na hawezi kukuacha. Alafu tena tutaendelea kukuombea. Yesu atakupatia marafiki wazuri ambao wanapenda Yesu, watakusaidia. Alafu pia tunaenda kukuombea kwamba Yesu atakusaidia, utapata kanisa mzuri. Alafu utagrow kwa Yesu na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe. Sasa wacha tuombee wale ambao wamepeana maisha yao kwa Yesu, and then we will also pray, and then we will finish the lesson. Bwana asifiwe. Okay, let's put our hands together. We close our eyes. Zip your mouth. Dear Lord Jesus, we are grateful this day. We praise your name. We thank you because you came to save our lives. This day, Lord, we thank you for the children that have opened their hearts and you have come in their lives, oh my God. Lord, we are praying that you will be their strength. We are praying that your blood shall protect them. We are praying that your hand of strength shall keep them, oh my God. And we are praying that you will continue to teach them, fill them with your joy, oh my Father, and you shall give them even good friends. You shall help them to find a good church, and they will grow in your word. We cover them by the blood of Jesus. And it is in Jesus' name we have prayed. In Jesus' name we have prayed. Amen. And we continue again to pray, and we finish the lesson. Father, we thank you in the name of Jesus Christ because of your great love. This day we have heard in your word, oh my God, about this woman who has suffered so much. But when she heard about you, Lord Jesus, and when she came to you, oh my God, your word says that power
came out from you and you delivered this woman and you saved this woman. And this is our prayer today, oh my God, that in the year 2021, as you help us to reach out to you, as you help us to look to you, my Father, that your power shall flow in our lives, that your power shall heal our lives, that your power shall surround our lives and deliver us, oh my God. We are praying that you shall fill our hearts with joy. We are praying that your presence shall surround our homes, oh my God. We are praying that you shall surround our lives, oh my Father, as we continue to surrender to you. We worship you, Lord Jesus. In Jesus' name we have prayed. And we say, Amen. And God bless you.